الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بارك الأرض وما حولها وجعل فيها مساجد تذكر فيها أسماؤه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل المسجد الأقصى من أعظم شعائر هذا الدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أنكم ملاقوه، وأنكم مسؤولون عن دينكم ومقدساتكم. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu katika iman, na wahusia pamoja na kuhusia juu nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mafanikio yetu yako katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui yetu leo ni al-Masjidul Aqsa baina al-fadli wat-tarikhi wal-ihtilali wa wajib at-tahrir. Tazungumza kuhusu Masjid al-Aqsa, kati ya ubora ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepatia msikiti huu, na historia kwa uchache ya msikiti huu wa al-Aqsa, na uvamizi katika msikiti huu na wajibu wa ukombozi wa msikiti kama huu. Kwani tazungumza maudhui haya kwa sababu kutoka kuanze hivi vita baina ya Iran na Israel, Masjid al-Aqsa imefungwa. Jumaa zote hizi zilizopita mpaka 10 la mwisho, watu wakiswali tahajjud katika Masjid al-Aqsa, mara hii hawakuruhusiwa kabisa. Kwa hiyo mpaka tunazungumza wakati huu katika khutba yetu hii ya Jumaa ya leo, Masjid al-Aqsa umefungwa na hawaruhusiwi Waislamu kuswali wala kufanya ibada. Ikhwani fillah, tunapozungumzia Masjid al-Aqsa si kwamba tuzungumzia ardhi tu, bali ni kuzungumzia aqida na imani. Tuzungumzia tarikh na majdi, utukufu wa umma. Kwa hiyo tuzungumzia jurh nazif, jiraha ambalo kwamba linamwaga damu katika jasadi al-umma, katika mwili wa umma. Tunapozungumzia Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa ula al-qiblatayn, kibla cha kwanza cha Waislamu ni Masjidul Aqsa. Thalithul haramaini, ni haram ya tatu kwa utukufu baada ya haram Masjid al-Haram Makkah na Masjidun Nabawi Madina. Kwa utukufu msikiti wa tatu ni Masjidul Aqsa. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema la tushaddu rihalu illa ala 3 masajid. Mtu hafai kufunga safari kwenda ziara hasa ya msikiti isipokuwa misikiti mitatu: Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi na Masjid al-Aqsa. Kwa hivyo ni thalithul haramaini wa masra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni sehemu aliyopelekwa Isra mtume safari yake ya usiku. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Ikhwani fillah, Masjid al-Aqsa ndo msikiti ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasalisha manabii wote wakaswali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam akasifu ardhi hii akasema ni ardhu ribat ila yaum alqiyama.
ni ardhi ya Ribat mpaka siku ya Kiyama. Ibadallah, Masjidul Aqsa umepitiwa na matukio makubwa katika historia. Kwa hiyo Masjidul Aqsa daima ilikuwa ni midan, ni uwanja wa siraa baina alhaqi walbatil, mavutano baina ya haki na batil. Masjidul Aqsa katika mwaka wa 15 baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa 636 miladi, hijri 15 katika miladi mwaka wa 636, Waislamu walifathi Bait al-Maqdis kupitia Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ndio wa kwanza aliofungua msikiti huu. Dakhalaha mutawadhi'an, akaingia akiwa ni mnyenyekevu. Tunajua Sayyidina Umar alikuwa ni mtu taqi wara, ni mchaji Mungu. Akakataa kuswali katika kanisa ambalo lajulikana mpaka leo Kanisatul Qiyama, ili Waislamu wasichukue sababu ya kwamba Sayyidina Umar ameswali katika ile kanisa wakasema kwamba ni kanisa ni yao, wakadai Sayyidina Umar radhiallahu anhu hakuswali katika Kanisatul Qiyama, na kisha akawapatia watu waliokuwa katika Baitul Maqdis Jerusalem, akawapa amani na akasafisha msikiti wa Aqsa kwa mikono yake, akafagia na akarudisha nafasi yake kama ilivyokuwa nafasi ya hali ya juu ya Masjid al-Aqsa. Baada ya hapo Masjid al-Aqsa ikawa uko chini ya Waislamu mpaka mwaka wa 492 hijri, sawa na mwaka wa 1099 miladi. Al-Quds ikaanguka katika mikono ya Salibiyin, Crusaders, wakaingia katika mji wa Jerusalem, Baitul Maqdis, wakafanya mauaji makubwa na ya kutisha, ya ajabu sana, mpaka damu zikawa ni zenye kuchuruzika katika Masjid al-Aqsa. Wakachafua Masjid al-Aqsa na wakabadilisha sehemu katika Masjid al-Aqsa kuwa ni sehemu ya kanisa na sehemu ya kuweka farasi wao katika Masjid al-Aqsa. Ukabaki Masjid al-Aqsa chini ya uvamizi kama huu, hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia umma huu qaidan adhiman, Salahuddin al-Ayyubi. Akaja Salahuddin al-Ayyubi baada ya vita vya muda mrefu, akakomboa Masjid al-Aqsa mwaka wa 583. Tukumbuke Salabiyina waliingia mwaka wa 492, Salahuddin al-Ayyubi akakomboa baada ya miaka mingi sana, takriban miaka 100, na akarudisha al-Aqsa katika mikono ya umma wa Kiislamu na akasafisha kutokamana na uchafu wa Salabiyina Crusaders. Masjid al-Aqsa ukarudi tena ukiwa chini ya mikono ya Waislamu, chini ya hukumu ya Waislamu takriban karne 8, chini ya dual al-Islamia, hata ilipoanguka khilafa Uthmania mwanzoni wa mwaka 1917 miladi. Jerusalem, Al-Quds ikaanguka katika mikono ya Waingereza, Britaniyin, kisha wakawaandalia njia Mayahudi Waingereza. Ikatokea An-Nakba 1948, ambao kwamba
wakapewa Mayahudi katika ardhi hii, kisha ikaja uvamizi kamili wa Al-Quds Al-Sharqiyya ambao ukaingia ndani yake Masjid Al-Aqsa 1967. Kutoka mwaka huo Masjid Al-Aqsa ikawa chini ya ihtilal as-Sahyuni, chini ya uvamizi wa Kizayuni. Kwa kutoka 1967 Masjid Al-Aqsa unavunjiwa heshima, mara wavamiwa kwa masiku, wanajeshi wa Kizayuni wanaingia katika Masjid Al-Aqsa na viatu vyao, wanagawanya wakati watu waingie, wazee peke yake, vijana wasiingie. Wanachimba chini ya Masjid Al-Aqsa mashimo ambayo kwamba inatishia kuweza kuporomosha Masjid Al-Aqsa, na majaribio kila aina ya kuweza kufanya Masjid Al-Aqsa ya kwamba ni haikal ya Kiyahudi kama wanavyosema siku zote. Na Mzayuni amejaribu kufunga Masjid Al-Aqsa mara kadhaa. Baada ya kuchomwa Masjid Al-Aqsa 1969 wakafunga, kisha 2017 wakafunga, 2020 wakati wa corona wakafunga Masjid Al-Aqsa, na kutoka wakati huo ikawa Masjid Al-Aqsa uko chini ya quyud kali. Wameweka vidhibiti vingi, wenye kuswali wanazuiwa, hasatan wanaotoka katika sehemu za West Bank al-Dhiffa na kutoka sehemu za Gaza unafunguliwa na kufungwa kwa maamuzi na kwa qarar ya muhtalle katika ardhi kama hii. Na sasa baada ya kuzuka vita hivi Masjid Al-Aqsa umefungwa. Nafikiri tukifikia leo ni takriban siku 25 26 hapo. Ikhwani fillah, haya yanayotokea katika Masjid Al-Aqsa ni natija tabiia, ni natija ya kikawaida kutokamana na udhaifu wa umma wa Kiislamu na tafarruq ya umma wa Kiislamu kugawanyika na kupotea alquwa allati tahmi muqaddasatiha, nguvu inayohami matukufu ya umma wa Kiislamu, ikiwa Masjid Al-Aqsa ambao kwamba ni thalithul haramaini ula alqiblataini ardhul Israi wal Mi'raj. Kwa ikhwani fillah, Aqsa inawanadia Waislamu ambao wako katika ulimwengu takriban miliar wa nisfu miliar au takriban miliarai, Waislamu ambao wanafika takriban bilioni 2 au bilioni 1.5 kama natoa hesabu. Linawauliza Waislamu, aina antum? Masjid Al-Aqsa unauliza mko wapi? Si watu tu wa kawaida. Aina juyushukum? Majeshi katika bilad za Kiislamu yako wapi kukomboa Masjid Al-Aqsa? Aina izzatukum? Izza ya Waislamu iko wapi? Ikhwani fillah, tunapozungumzia Masjid Al-Aqsa si qadhiya ya Wapalestina. Masjid Al-Aqsa si qadhiya ya Wapalestina, bal qadhiyatu kulli muslimin, ni qadhiya ya kila Muislamu. Bali Masjid Al-Aqsa ni juz'un min aqidati hadha ad-din, ni sehemu katika itikadi ya dini hii. Ikhwani fillah, ayuha almuslimun, ukombozi wa Masjid Al-Aqsa si ndoto isiyowezekana, laysa hulman mustahilan, kwa sababu Waislamu walikomboa. Sayyidina Umar alifungua Masjid Al-Aqsa, kisha baada ya ihtilali ya salibiyina Mwenyezi Mungu akawapatia umma huu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kabla ya kukomboa Masjid Al-Aqsa aliunganisha biladi Sham na Misri,
Tafahamu wakati wa Salahuddin al-Ayyubi walikuja Fatimiyuna katika ardhi ya Misri ambao walidai khilafa bandia ya kishia ya Fatimiyin. Baada ya Salahuddin kuweza kuisafisha Misri na kuunganisha baina ya Misri na Sham, Syria zote, Jordan, Lebanon zote ni katika sehemu ya Syria. Alipounganisha Salahuddin al-Ayyubi, baada ya hapo akawa ni mwenye kupeleka jeshi likakomboa Masjid al-Aqsa. Kwa hiyo ikhwani fillah, sharti la kukombolewa Masjid al-Aqsa, jambo la kwanza ni audatul muslimina ila dinihim audatan sadiqa, kurudi Waislamu katika dini, ni kwamba dini yao ni mwongozo wa maisha, ni aqida yanbathiqu anha nidham, ni aqida inaozaa nidhamu. Waislamu watakapokuwa ni wenye kuunganisha safu na kuwa na kalima moja, kisha an yuqimu kayanan siyasiyan yuwahidu quwwatahum wa yuwajjihu juyushahum, lazima kupatikane chombo ambacho kitaweza kuunganisha Waislamu kalima yao na kuweza kuharakisha wanajeshi wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, innama al-imamu junna yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu alikuwa yeye ndo qaid al-azim lilmuslimin. Waislamu wakaweza kuifungua Masjid al-Aqsa, kisha Waislamu walikomboa Masjid al-Aqsa wakiwa nyuma ya Salahuddin al-Ayyubi. Kwa hiyo Waislamu lazima kwanza wawe na chombo na wawe na imam al-qaid ambaye atawaongoza na watakuwa ni wenye kupeleka jeshi. Masjid al-Aqsa haikombolewi kwa dua pekee wala kwa maneno pekee, bali akombolewa na Waislamu watakaposimama kivitendo, wakaweza kujitolea muhanga na wakawa ni wenye kutangaza jihad fi sabilillah. Ibadallah, kitu ambacho kwamba yatakana tufahamu na kuwa na yaqini ya kwamba anna hadha al-ihtilala zail wa anna al-Aqsa sayaud wa anna wa'da Allahi haq. Uvamizi na chombo hiki cha kizayuni kitaondoka bila shaka, na Aqsa itarudi kwa umma wa Kiislamu, na ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni haki, na dalili zote ambazo ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam na zinazoashiria kivitendo leo zaonyesha ya kwamba ihtilal zaid. Kwa maneno yao wenyewe wanavyozungumza ya kwamba hali ni tete katika chombo cha Kiyahudi. Ikhwani fillah, kilichokosekana ni uongozi wa kikweli ambao kwamba yadribuhum darbatan qadhiya. Hilo ndio ambalo kwamba limekosekana. Ikhwani fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitubashiria akasema, la taqumu saa hatta yuqatila almuslimun alyahud, kiyama hakitasimama mpaka Waislamu watapigana na Mayahudi, na Mayahudi watajificha nyuma ya jiwe ama mti, na jiwe na mti litasema, ya Muslim, ya Abdullah, huyu hapa Yahudi nyuma yangu, jo. Leo tuwaona dunia nzima imeona unyama na ukatili wa viumbe hivi viovu ambao kwamba ni maghdhuba alaihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakasirikia, na wale ambao kwamba hawawezi kusimama kwa dhati yao illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas,
ila wapate msaada wa Mwenyezi Mungu, kama alivyokuwa Nabii Musa alayhi salam alipopata msaada wa Mwenyezi Mungu na Bani Israil, wa habli minan nas, kama leo ambapo kwamba wanategemea msaada wa wengine, Amerika na Europe na wengineo. Tunaona mpaka leo hali ambayo kwamba wamepitia Mazayuni na Yahudi al-maghdubi alaihim, wanalalamika ya kwamba hawawezi kupambana na Iran peke yao, Amerika na Israeli. Wataka washiriki wa Arabu, washiriki na Europe kuweza kuwasaidia katika vita hivi. Ikhwani fillah, lao ingekuwa kuna chombo cha kweli cha Kiislamu ambacho kwamba kinapigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Yahudi hakai zaidi ya wiki moja. Na matukio haya yametuonyesha Gaza miaka mitatu ni kama kijiji miongoni mwa vijiji vya Iran, lakini hawakuweza kuichukua moja kwa moja, zaidi ya kurusha mabomu na kuua kina mama na watoto na kufanya uharibifu, lakini hawakuweza kuichukua moja kwa moja. Ikiwa Gaza na watu wachache ambao kwamba wamefungizwa kwa muda mrefu wameweza kutingisha chombo hiki, kaif lao ingekuwa imesimama dola ya kweli ya Kiislamu ambao kwamba imetangaza jihadi dhidi ya chombo kama hiki. Bila shaka chombo kama hiki hakiwezi kusimama zaidi ya wiki moja, ikhwani fillah. Lakini kwa sababu waliosimama wanasimama kwa ajili ya binafsi, wamesimama kwa ajili ya kutetea maslahi, sio kusimama kwa ajili ya tahrir wala ukombozi wala kufungua miji wala kurudisha Aqsa katika mikono ya umma, ndio tuwaona hali ambayo kwamba inapita katika Mashariki ya Kati. Ikhwani fillah, kwa ikhwani fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshatuchorea njia na akatubainishia, na ikhwani fillah, izza ya umma huu uko katika kushikamana na manhaji na tariqa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na madhila na unyonge ni katika kuachana na kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. Namalizia khutba yangu kwa kuwakumbusha ikhwani fillah, bila shaka wengine wanasema zungumza Masjid al-Aqsa, twakariri kila mara, twarudia kila mara, lakini si kwamba tuzungumza na maudhui zingine, lakini kuna kadhia ambazo kwamba ni nyeti, lazima zizungumzwe yanapotokea matukio kama hili la kufungwa Masjid al-Aqsa takriban zaidi ya siku 25. Lakini kitu muhimu ambacho Waislamu wafaa kuzingatia ni kwamba Gaza ilipopigwa 2023, Lebanon na Hizbullah walikaa kando, wakaangalia. Iran ilikaa kando ikafuatilia, wakamalizwa watu wa Gaza. Walipomalizwa akafuatwa Lebanon, akauliwa Hassan Nasrullah na viongozi wao, na miji yao ikaharibiwa. Wengine wamekaa tu, ilipotoka hapo wakaenda Iran, na wakitoka Iran watakwenda Turki, watakwenda Misri, kisha wataenda Saudi. Hivi ambavyo kwamba hizi dola zilikuwa zinanyamaza, kila moja angalia maslahi yake, ya kwamba mimi maadamu sijaguswa basi mimi sina tabu, wacha ninyamaze kimya. Hivyo hivyo ndio kila Muslim ambao kwamba hasimami na kadhia za umma, yatamfika mmoja baada ya mmoja. Wengine waona labda sisi tunapozungumza mazungumzo haya tunajitia kwenye hatari, sijui utashikwa, sijui utafanywa nini. Kwa hivyo wewe unaopiga kimya kwa salama, huna matatizo yoyote, wajidanganya. Kila mmoja litamfika. Walan tardha anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatahu, maadamu wasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huna salama wewe. Tukianza na hizo dual, tuje kwa watu binafsi. Ikhwani fillah,
Kwa hiyo lao Muislamu aona salama zaidi ni yeye kufuatilia masaili haya wala kutoyazungumza, ndo atakuwa katika salama. Yajidanganya ikhwani billah, kama ambavyo wale ambao wamewaacha Gaza peke yao wakamalizwa hawakuwa salama. Ikhwani fillah, ni wakati wa kusimama na kutaharak na kujifunga na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Lau sisi tunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusimama na haki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatunusuru. Lakini lau kila mmoja atakuwa ni mwenye kunyamazia, basi tutakumbuka kauli ya yule ng'ombe aliyosema ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Wale ng'ombe watatu, akaacha ng'ombe wa kwanza akaliwa, wa pili akaliwa, alipofika yeye akasema siku ile alipoliwa ng'ombe mweupe ndo siku nimeliwa, kwa sababu mimi nilinyamazia kadhia hii, nikaona kwamba mimi nitalindwa na huyu simba. Kumbe simba alikuwa atafuna moja baada ya mmoja aje amfikia yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturudishie izza yetu ikhwani fillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anusuru ndugu zetu katika Gaza, anusuru biladi za Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arudishie umma huu chombo kitakachosimama na khalifa ambaye kwamba atakuwa ni ngao Waislamu watakaopigana nyuma yake. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu ghafurur rahim wal barakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله إكراما لمن جاهد بالكفر وأشهد أن محمدا عبده سيد الخلائق والبشر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، ولما أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بلد الجن وإنس، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك القديم وأصحابه كتابك الكريم وعلى آله وصحبه كل مهمة، خصوصا الأس العريقة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن سيدنا أبو بكر الصديق، ولا زيد الأبواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى سبيل الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عن بقية أصحاب الرسول أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب سميع الدعوات يا قاضي الحاجات وكافي المهمات. عباد الله إن الله يأمر بثلاث وينهى ثلاث، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستودعكم الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.